Na mzee wangu, mwanamke anaweza kuzalisha mwanamke mwenzake? naam. Mwanamke je, anaweza kumswalisha mwanamke mwenzake? Jaiz. Mwanamke anafaa kuwa imamu kwa wenzake, isipokuwa kuna utofauti. Mwanamke anapokuwa ni imamu kwa wenzake, anatakiwa asimame katikati ya ile swafu ya kwanza. Wakati anafanya nini? Anaswalisha, asimame katikati, sio kama vile mwanamume anaposimama kule mbele akawa anaswalisha wanaume wenzake. Hapana, mwanamke anatakiwa asimame katikati, lakini kwenye ile swafu ya kwanza, kama anaposimama yule mwenye kukimswala yule, si anasimama katikati pale nyuma ya nani? Ya imamu. Na mwanamke basi imamu anatakiwa aswalishe wenzake akiwa pale katikati, lakini pia sauti yake ikiwa ni swala ya kudhihirisha iwe ni ya katikati, sio ainue sauti kiasi cha kwamba mpaka anayepita huko nje akisikia sauti ya mtoto wa kike inavyounguruma, maradhi yashaingia, anatafuta sehemu anakaa anasikiliza mwanamke akiporomosha kiraa. Halo, tuelewana vizuri? Labda kama wataka kusikiliza kiraa cha mtoto wa kike, mwambie mkeo amesoma, amehifadhi Qur'ani, mashaallah, una maradhi ya moyo, mwambie mkeo asome. Mambo yakiharibika unamwambia no time to waste, tuingie ground. Jaiz, inafaa. Tumeelewana vizuri ya jamaa? Naam. Swali la pili. Tena hapa kuna kitu napenda kukitahadharisha kidogo. Kuna baadhi ya sisi watoto wa kiume huwa tunafurahi na tunaona urahisi na wepesi inapokuwa mwanamke akisema mimi mahari yangu msahafu. Tumeelewana vyema? Kuna baadhi ya wanaume amekwenda kuposa, mahari yanazungumzwa, mtoto wa kike anaulizwa, ni haki yake, kwa sababu Allah anasema waatu nisaa sadaqatihinna nihla, wapeni wanawake faradhi ambayo ni sadaka ya mahari, ambayo ni lazima kama zawadi kutoka kwa Mola wao. Tumefahamiana? Na hii imekuja khaswatan linnisa. Wanawake wanapoolewa ndio wanaume wanatakiwa kutoa mahari, haikuja wanaume wapewe mahari wanapotaka kuwaoa wanawake kama wanavyofanya Wahindi vile, ya kwamba mwanamke ndo anatoa mahari. Sheria yetu haipo hivyo. Tumeelewana vizuri? Sasa umekwenda kaulizwa mwanamke, je, vipi bwana, mahari yako ni vipi? Tushakubaliana alhamdulillah, lakini mahari, mwanamke anasema mimi mahari yangu ni msahafu. Kama wewe ndio wewe yamekukuta, kataa, usikubali. Halo, unielewa? Usikubali. Hayo ni mahari magumu, si msahafu tu. Maana yake hiyo ni kinaya. Kinaya maana yake ni fumbo ambalo kwamba limefumbwa. Watakiwa yale mahari yake umfundishe Qur'ani kinaga ubaga aielewe, na ukishindwa kufanya hivyo, deni la mahari lipo juu yako. Sio kwamba eti mahari yangu ni msahafu ikawa wamchukulia msahafu wampa. Mahari yake ni msahafu, maana yake umfundishe Qur'ani, na hivi ndivyo alivyomaanisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na masahaba zake, alikuja mama mmoja, wahabat nafsaha, amejitolea tu kama zawadi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia, ya Rasulullah, mimi nataka unioe. Tumeelewana vizuri ya jamaa? Hiyo ni zawadi amejileta kwa Mtume. Kwa sasa lazima uwe makini kidogo, uwe makini. Tumeelewana vyema? Sio malori yamepita, bajaji, pikipiki huko na kila kitu, alafu ndo anakuja sherehe. Tuwe makini hapo kidogo. Tumeelewana vizuri? Sasa anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nataka unioe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwangalia kuanzia juu kisha mpaka chini, alafu akatulia hivyo hivyo na hakusema kitu. Maulama wanasema hapa Mtume alikuwa anamwangalia yule mwanamke, je, mwanamke huyu anayetaka mimi muoe, sifa ninazozitaka zipo? Sio unakwenda kupewa gumegume tu lilomshinda Mtume. Sheikh, mwanamke ajulikani aenda ama arudi, shepu haieleweki, azama kasimama, lazima uchague kitu
na boksi lazima kiwe safi, alaisa kadhalika. Mtume akamwangalia akatulia. Masahaba wakajua mtume hapa hakumpenda huyo mwanamke. Sasa yule ambaye hukumpenda wewe, kuna mwingine anakufa hapati usingizi, watakiwa ujue hivyo. Ukiona kwako huyu kitu cha kawaida, kuna mwenzako yeye ndo amepitiliza, wa mwisho kabisa ashapenda kufa. Sasa kuna sahaba akaona zari la mintali ili mzee, tuelewana vizuri shehe, akamwambia ya Rasulullah, niozeshe mimi ya Rasulullah, namtaka mimi. Mtume akamuuliza, una mahari ya kumpa? Una mahari ya kumpa? Akamwambia Mtume, mimi sina mahari isipokuwa na hizi shuka zangu mbili. Wajua watu wa zamani walikuwa wanavaa kama Wamasai vile, shuka moja juu, shuka moja chini. Masuruali yamekuja, maendeleo haya, tuelewana vizuri. Akamwambia ya Rasulullah, mimi nitampa hii shuka yangu moja kama mahari. Angalieni masahaba walivyokuwa wanapitia hali ngumu sheikh. Leo wambandika mtu mahari 300,000 sheikh, wewe mzee una huruma kweli? Au wamuuza binti yako sheikh? Au ina maana haingii hedhini wala hawi mgonjwa? Akikojoa akojoa juice, akinya ni keki. Tuelewane Kiswahili, sio hivyo bwana. Tumeelewana vyema sheikh? Basi Mtume akamwambia, uoni kwamba ukitoa shuka yako ya juu ina maana wewe juu utakuwa hauna kitu, umebaki na shuka moja, itakuwaje? Swahaba ile swali bwana likamchanganya kidogo. Akamwambia Mtume, iltamis walau khatama min hadid, hebu nenda ukatafute angalau mahari yake iwe ni pete ya chuma. Pete ya chuma, si ya fedha, si ya dhahabu, si ya almasi ya jamaa. Anamwambia pete ya nini? Ya chuma sheikh. Leo kuna mzee hapa yuko tayari binti yake mahari iwe pete ya chuma. Wewe mzee uko tayari? Tumeelewana vizuri? Hilo haliwezekani sheikh. Haliwezekani sheikh. Nakumbuka wakati mmoja ikiwa markazi tauhidi nasoma kule, kijana alikuwa anaelezea hii hadithi. Basi alisimama mzee mmoja akasema, msituletee mambo yenu hapa. Wakati huo ni wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakati huu ni wakati mwingine. We shekhe, una uwezo wa kuozesha binti yako mahari ni kanda mbili za viatu. Alikuwa anazungumzia hadithi, binti anaolewa mahari yake ni slippers ya jamaa, kanda mbili za viatu. Imani hiyo iko sasa, na wahesabiwa kuna nini? Furniture. Na kwenye furniture yenyewe baada ya hapo kuna begi. Hilo begi linatakiwa ndani liwe na mazagazaga yote, iPhone iwe ndani. Sasa hii imefika ngapi iPhone? 17 ama? Imefika 17 ingia laki ngapi sasa hiyo? Tutaoa kweli? Ama tutafuta shortcut? Si vijana mnanielewa, na haifai sheikh. Shortcut. Mzee kakukamia mahari yamekuwa magumu, wampiga mtoto wa watu mimba siku 2 na kipande kitumbo hicho, mzee anasema basi inshallah yaishe. Hiyo haifai. Sasa Mtume akamwambia, iltamis walau khataman min hadid, hebu kamtafutie mahari yake angalau pete ya chuma. Swahaba kazunguka pia pete ya chuma kaikosa sheikh. Mwanaelewa? Mtume akamuuliza, hal hafazta shay'an min alquran, je, kuna kitu umehifadhi kutokamana na Qur'an? Yule sahaba akamwambia naam. Hadithi inasema sio Qur'ani nzima. Alimwambia Mtume, nimehifadhi sura fulani, sura fulani, sura fulani, sura fulani. Mtume akamwambia, na kuozesha binti huyu mahari yake ni hizo sura, uende ukamfundishe. Sasa leo naambiwa mahari msaafu, wewe unakubali? Si hivyo bwana. Mahari msaafu maana yake ukamuhifadhishe Qur'an, umfundishe Qur'ani aielewe kinaga ubaga. Shekhe, tumeelewana? Hicho kitu alikuwa anahitaji kuweka wazi inshallah. Swali la mwisho kama mtu ana swali. Swali la mwisho inshallah. Naam. Mwisho kabisa napenda kutanabaisha watu katika hii sehemu ya mwisho tuliochukua, sehemu ya kufaa kutema mate katika swala. Mtume sallallahu alaihi wasallama amekataza kutema mate upande wa kibla, na wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallama aliingia kwenye msikiti wake, akaona kohozi kwenye ukuta, akaona kohozi kwenye ukuta. Mtume hakumuita Bilal,
njoo hapa, hebu ondoa. Mtume alilikwangura mwenyewe lile kohozi akalitoa, kisha akawaambia masahaba, musiteme mate upande wa kibla, kwa sababu Allah huyo mnayemwabudu yuko upande wa kibla. Lakini leo mzee anaswali hapa safu ya kwanza, dirisha sili hapa, analikusanya lile jikohozi, analenga kwenye ule mwanya wa dirisha mbele ya kibla. Haifai. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.